Hali gani ndugu mwana michezo, na haujambo? Karibu tuweze kukujuza habari mbalimbali za kimichezo zilizoweza kujiri siku hii leo katika anga za kimichezo kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na moja kati ya habari kubwa ambayo imetufikia siku hii leo katika anga mbalimbali za kimichezo bwana, ni kuhusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, klabu pekee ambayo sasa hivi inaiwakilisha nchi katika mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, ikiwa katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho, ambapo inatarajia kucheza finali ya kwanza tarehe 17 kule Morocco dhidi ya RS Berkane, huku finali ya pili ikiwa inatarajiwa kuchezwa tarehe 25 vile Tanzania dhidi ya RS Berkane. Moja ya jambo bwana ambalo alionalo siku hii leo Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ni kuhusiana na sajili ambazo zinaendelea kufanyika katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambapo wameshasajili viungo wengi sana, lakini vile washaweza kufanya mazungumzo na viungo wengi sana, ambapo wanasubiria tu dirisha la usajili liweze kufunguliwa ili waweze kuwatambulisha rasmi. Lakini moja ya kiungo ambaye tayari anaendelea kutia gumzo katika mitandao ya kijamii, lakini vile ambaye anaonekana utambulisho wake utakuja kuwa ni utambulisho mkubwa sana, na kiungo ambaye anatokea kule Pyramid, ambaye yeye mwenyewe wakati akihojiwa na waandishi wa habari akiweza kufunguka maneno mengi sana kuhusiana na kuweza kuchezea klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambapo mitandao imeweza kuonyesha na wengi wakiweza kuona kwamba mchezaji huyo anaenda kusajiliwa Simba Sports Club, na yeye mwenyewe ameweza kukiri baada ya kuhojiwa na waandishi wa habari kuhusiana na sakata hilo. Lakini vile Simba Sports Club mnyama wa nyikani akiendelea kufanya mambo makubwa sana, akiweza kutafuta wachezaji ambao ataona hawa katika msimu unaofuata wataweza kumfikisha katika finali ya kombe la mabingwa barani Afrika, ambapo mpaka sasa hivi wachezaji leo nao tu ameweza kufika kombe la shirikisho finali, lakini ameona haitoshi, anahitaji kufika finali ya kombe la mabingwa. Kwa hiyo ameamua aweze kufanya sajili za kibabe kweli kweli, kuweza kuchukua viungo hatari ambao watakuja kuongeza nguvu katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini vile baadhi ya wachezaji na wenyewe ambao wameshatagetiwa au tayari ambao mazungumzo yamekamilika na ambao tayari wameshasajiliwa wakisubiria tu dirisha liweze kufunguliwa ili waweze kuwatambulisha, wameweza kufurahia na kile ambacho kimeweza kuwafikia kwao. Ni kama vile bahati, yani kuweza kuchezea klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Wengi wameweza kufurahi, lakini moja kwa moja nitaenda kukujuza kitu gani sasa ambacho kimeweza kujiri siku hii leo, baada ya mchezaji ambaye anachezea Pyramid huko akihitaji kucheza finali ya kombe la mabingwa Pyramid dhidi ya Mamelodi Sundowns kuweza kutua katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club rasmi, baada ya kuweza kuondoka katika klabu ya wapinzani wao Simba Sports Club, ambapo alikuwa zamani hapo na kwenda Pyramid, na hatima yake sasa watu wakajua atarudi kule kule alipotoka Young Africans, lakini hatima yake kuweza kurudi Msimbazi. Na zaidi tunafahamu ni nani, na moja kwa moja tayari picha inajieleza tu kwamba ni Fiston Kalala Mayele, mchezaji ambaye alisumbua sana yuko katika klabu Young Africans, lakini vile mchezaji ambaye alikuwa akipendwa sana na mashabiki mbalimbali, sio wa Young Africans tu, hata wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club walikuwa wanamkubali kutokana na uwezo wao na uwezo wake, lakini vile kutokana na performance yake na uwezo alikuwa nao. Na hata huko Pyramid anakichafua kweli kweli, anakichafua kinoma wanasema, na mpaka sasa hivi wapo katika hatua ya finali ya kombe la mabingwa barani Afrika. Kwa utaona yuko vizuri, lakini vile ana sifa zote za kuweza kuchezea klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Sasa tunaenda kukujuza ni kitu gani ambacho kimejiri na mchezaji huyo ameongea nini baada ya kujua na waandishi wa habari kuhusiana kuchezea klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, wakati watu wengi walijua kwamba atarudi katika klabu ya Young Africans. Moja kwa moja, kabla sija kujuza ndugu bwana michezo, tukukumbushe tu kama ni mara kwanza unajiunga nasi, basi tukuombe kuchukua muda wako na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ile chini ya video hii, lakini pia utabonyeza alama kengele itakutokea pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka, lakini vile uwe wa kwanza kupata taarifa zenye ukweli na uhakika na tetesi mbalimbali za kimichezo na fukunyuko zile za ndani ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yote. Hapa unaweza ukazipata masaa 24. Subscribe hapo, like, lakini vile usisahau kushare. Na moja kwa moja huku tukiendelea bwana, mchezaji Fiston Kalala Mayele siku hii leo wakati akihojiwa na waandishi wa habari ameweza kufunguka kuhusiana na sakata lake kuweza kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Na nukuu alichokiongea, ameweza kusema kwamba katika klabu ambayo ilikuwa ni ndoto zake ambao anahitaji kuweza kuchezea ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na katika klabu ambayo alikuwa anaipenda sana ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini yeye ni kama vile mfanyabiashara, biashara ambayo ataona kwake
ni nzuri zaidi, basi ndio hiyo atakayoifanya, au ni kama vile bidhaa. Kwa hiyo mtu atakayekuja na thamani ambayo itakuwa ni inalingana na ile bidhaa, basi ataweza kununulika. Akiweza kusema hivyo, akaweza kusema si vibaya mimi kwenda kuchezea klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, lakini vile ni ndoto zangu mimi kwenda kuchezea klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Najivunia na nafurahia, na muda ukifika, yani usajili utakapofunguliwa, basi itaweza kujulikana, nitaweza kutua katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Lakini vile vile ni moja ya ndoto zangu, lakini vile vile ni kama ndoto zangu zinaenda kutimia au zimetimia kuweza kuchezea klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Napenda sana kuchezea klabu nyingi sana Afrika, lakini na duniani kote, lakini Simba ilikuwa ni moja wapo.